Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Mheshimiwa Mkuu wa Niliahidi kwamba katika kipindi changu na wenzangu yale maeneo magumu tutamuomba Mungu na nini pia serikali mtuombee tufike tukaone namna ya kufanya watu wetu watuelewe. Jamii inayomzunguka mtu mwenye ualbino aelewe huyu mtu anaitweje, aelewe huyu mtu anaishi naye sio shetani, aelewe huyu mtu anaishi naye kwamba akifa kaburi lake litaonekana kwa sababu ameumbwa. Kama akifa aonekane wapi? Aonekane kwamba mtu mwenye ualbino akipewa nafasi ya uongozi atafanya. Na atafanya kwa nguvu zake zote. Ndio sababu tumeweka kauli mbiu ya ushiriki uchaguzi ni haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Lina haki ya nini? Lina haki ya nini? Kumbi nataka ulimime. Lina haki ya nini? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tuko salama mwaka huu nadhani. Wangapi wanashiriki uchaguzi mwaka huu? Kwa hiyo no reform, no election, hiyo haituzi stasi. Maana yake hiyo no reform, no election ni kwa watu walioshiba, ni kwa watu waliotosheka. Sisi ambao bado tunatakiwa kuingia kwenye vyombo vya maamuzi, vikao vya maamuzi, kujadili hatima ya nchi yetu, kujadili hatima ya watu wetu ambao tunataka wapate nafasi wanapokuwa wapate nafasi. Sasa usipochagua, usipochaguliwa, nani atasema? Nani atawasemea hili kundi lingine? Maana si wote tutachaguliwa. Watachaguliwa baadhi, watatuwakilisha. Leo Shahidi Keisha ni mbunge, si mwenye ualbino. Ni fahari kwetu, ni sifa kwetu. Yuko kwenye vikao vya maamuzi. Sababu bunge sasa ni mhimili. Kwa una sheria, unafanya na mengine, wanapitisha bajeti ya nchi, lakini pia tukiwemo na watu wenye ualbino. Mungu ametusaidia. Kwa mkurugenzi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi tutashiriki uchaguzi, tutachagua, tutaomba pia na Watanzania walioko Kigoma na Tanzania kwa ujumla, mtuchague maana tunaweza. Lakini pamoja na hayo, tumesikia vijana wetu wanaoimba. Wameimba mpaka machozi yamejitoka. Wanataka uchaguzi. Sasa hao ni wadogo. Alafu sisi tunakataa uchaguzi. Sisi tunagombea uchaguzi. Unategemea nini? Lile kundi litakuwa kweli? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, maana ya maadhimisho haya ni kukuza uelewa, kuongeza uelewa. Lakini pia utaona kwenye mabanda kesho, kila mtu ana eneo lake la ujasiriamali. Utajifunza kama kumbe watu wenye albino wakiwezeshwa wanaweza. Ndio maana serikali ya Mama Samia ikatuwekea tuna asilimia 10, si ndio? Tuna asilimia zetu watu wenye ulemavu katika zile asilimia 10. Sasa tukipatiwa na ni vizuri serikali ikafuatilia kwenye halmashauri zetu hizi kwamba tunapata, tukipewa mikopo hii tufanye vizuri ili na wengine nao turudishe kwa wakati ili wasaidie na wengine. Mwisho wa siku umaskini kwetu akafanya nini? Umetoweka. Maana hakuna mtu anayependa umaskini na hakuna mtu anayetaka umaskini. Kwa furaha kubwa ninapenda kuwafahamisha kuwa kongamano hili ni sehemu ya maadhimisho ya kuongeza uelewa kuhusu albino, ambayo kilele chake kama alivyosema Katibu Tawala wa Mkoa itakuwa kesho tarehe 13, na tutafanyia pale uwanja wa Mwanga Community Center ambao uko hapa katika manispaa ya Kigoma Ujiji, shughuli ambayo tunategemea itaanza saa 2 asubuhi. Ndugu washiriki wa kongamano, maadhimisho haya yana lengo la kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu ualbino na kuhamasisha usawa wa haki kwa watu wote
bila kujali tofauti zetu za kimaumbile. Kwa msingi huo, tunaungana na dunia nzima kuadhimisha siku hii, siku ambayo iliasisiwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2013 kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio la kukemea vikali ubaguzi dhidi ya watu wenye ualbino. Baadaye tarehe 18 Disemba mwaka uliofuatia wa 2014, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza rasmi tarehe 13 Juni kuwa siku ya kimataifa ya uhamasishaji kuhusu watu wenye ualbino. Maadhimisho ya kwanza yalifanyika mwaka 2015. Lakini hapa lazima kwa Tanzania tutembee kifua mbele. Sisi tulikuwa tumeshaanza kuadhimisha mwaka 2006. Kwa hiyo kimataifa kilikuja kwa miaka 9 baadaye. Sisi tumetangulia. Kwa hiyo sisi ni kinara katika jambo hili. Na katika hili pia tumefanikiwa, na mafanikio yenyewe yanaonekana wazi, ikiwa ni pamoja na ongezeko la uelewa kwa umma, maboresho ya sera na mikakati, na mengine tumepewa mpango kazi, lakini pia ushirikishwaji wa wadau wapya kutoka katika sekta na ngazi mbalimbali za jamii. Ndugu washiriki wa kongamano, napenda kuwafahamisha kuwa mkoa wa Kigoma kama mwenyeji wa maadhimisho haya ya kitaifa kuna jumla ya watu wenye ualbino 362. Binadamu hawaitwi 362, wanaitwa 362. Kati yao wanaume ni 187 na wanawake 175, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwaka 2022. Naomba nitumie fursa hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukubali na kuupa mkoa wetu heshima ya kipekee ya kuwa mwenyeji wa maadhimisho haya muhimu kitaifa. Hii ni ishara ya kuthamini mchango wa wananchi wa Kigoma katika maendeleo ya taifa letu, lakini kwetu sisi pia tunachukua kama fursa adhimu kwa mkoa wetu kujitangaza katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na maendeleo kwa ujumla. Tunamwombea afya njema na uongozi wenye mafanikio Mheshimiwa Rais wetu, huku tukiendelea kuunga mkono juhudi za serikali ya awamu ya 6 katika kujenga Tanzania yenye usawa, mshikamano na maendeleo jumuishi kwa watu wote. Ndugu washiriki wa kongamano, kupitia maadhimisho haya wananchi wanaendelea kupata elimu kupitia vyombo vya habari na wataalamu kuhusu umuhimu wa kupinga ubaguzi na kuhakikisha kuwa watu wenye ualbino wanapewa haki sawa kama wanajamii wengine. Tunachukua nafasi hii kusisitiza kuwa watu wenye ualbino ni sehemu muhimu ya jamii yetu. Wana haki ya kulindwa, wana haki ya kupewa fursa, lakini wana haki ya kushirikishwa kikamilifu katika shughuli zote za maendeleo.